Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia afya njema, uhai na fursa ya kukutana katika hafla hii adhim ya Rajai Foundation Impact Gala yenye kauli mbiu yake isemayo tumaini kwa jamii. Aidha, kwa niaba ya uongozi, wanachama, wafanyakazi pamoja na wale wa kujitolea wa Rajai Foundation, tunakukaribisha kwa heshima kubwa Mheshimiwa Dr. Suleiman Jafo na kukushukuru kwa kukubali mwaliko wetu licha ya majukumu yako mengi ya kulitumikia taifa. Karibu sana. Uwepo wako katika hafla hii ni heshima kubwa kwetu na ni ishara ya kuthamini juhudi za wananchi na taasisi zinazoshiriki katika kuijenga Tanzania yenye maendeleo endelevu. Utambulisho wa Rajai Foundation. Rajai Foundation ni taasisi isiyo ya kiserikali NGO iliyoanzishwa tarehe 7 Februari mwaka 2025 kwa lengo la kushirikiana na jamii katika kuleta maendeleo endelevu na kutatua changamoto mbalimbali za kijamii na kiuchumi zinazowakabili Watanzania. Makao makuu ya taasisi hii yapo mkoani Singida, ambapo shughuli zake zimeanza na kuendelea kupanuka katika maeneo mbalimbali ya Tanzania kupitia ushirikiano wa serikali, wadau wa maendeleo, wahisani pamoja na wananchi. Tangu kuanzishwa kwake, Rajai Foundation imejikita katika kujenga jamii yenye matumaini, mshikamano, utu na maendeleo kupitia miradi ya elimu, afya, ustawi wa jamii, uwezeshaji wa wanawake, maendeleo ya vijana na huduma mbalimbali za kibinadamu. Taasisi inaongozwa na mkurugenzi mtendaji ndugu Rajab Juma Ndomondo, ambaye pia ni mwanzilishi wa kampuni ya Rajab Company Limited chini ya uongozi wake, pamoja na safu nzima ya viongozi na wa kujitolea. Taasisi imeendelea kutekeleza miradi yenye manufaa makubwa kwa jamii. Muundo wa taasisi. Ili kuhakikisha malengo yake yanatekelezwa kwa ufanisi, Rajai Foundation ina idara kuu 4 ambazo ni idara ya elimu, idara ya ustawi wa jamii, idara ya uchumi na maendeleo ya wanawake, idara ya mahusiano ya taasisi za ndani na nje. Kupitia idara hizi, taasisi imeendelea kubuni na kutekeleza miradi inayogusa maisha ya wananchi bila kujali dini, kabila, jinsia au eneo wanaloishi. Dira ya taasisi. Kuwa taasisi kinara katika kuijenga jamii yenye matumaini, ustawi na maendeleo endelevu kupitia huduma za kijamii na miradi yenye tija. Dhima ya taasisi: kushirikiana na jamii kwa kutoa misaada, kuhamasisha maendeleo na kutekeleza miradi inayochangia kupunguza changamoto za kijamii na kiuchumi zinazowakabili Watanzania. Kauli mbiu ya taasisi: tumaini kwa jamii. Kauli mbiu hii ndiyo msingi wa kila hatua tunayoichukua. Tunaamini kwamba kila mwananchi anastahili kupewa fursa ya kuishi maisha yenye heshima, matumaini na maendeleo. Hivyo miradi yetu yote imejengwa juu ya misingi ya utu, usawa, uwajibikaji na ushirikiano. Mafanikio ya Rajai Foundation. Mheshimiwa mgeni rasmi, tangu kuanzishwa kwa taasisi ya Rajai Foundation tarehe 7 Februari mwaka 2025, taasisi imeendelea kutekeleza majukumu yake kwa vitendo, ikiongozwa na kauli mbiu yetu tumaini kwa jamii. Kwa kipindi kifupi toka kuanzishwa taasisi hii, taasisi imepata mafanikio makubwa ambayo yamegusa maelfu ya Watanzania katika maeneo mbalimbali ya nchi. Mradi wa maji safi na salama. Rajai Foundation imefanikiwa kuratibu na kushiriki katika uchimbaji wa visima
zaidi ya 175 katika maeneo mbalimbali ya Tanzania, ikiwemo mkoa wa Singida na vijiji vya mkoa wa Tanga, pamoja na maeneo mengine yenye uhitaji mkubwa wa huduma ya maji safi na salama. Mradi huu umechangia kupunguza adha ya kutembea umbali mrefu kufuata maji, kuboresha afya za wananchi na kuongeza muda wa wananchi kushiriki katika shughuli za uzalishaji maji. Namba 2, program ya lishe na msaada wa chakula. Kupitia ushirikiano wa wahisani wa ndani na nje ya nchi, taasisi imefanikiwa kupata udhamini wa kuendesha programu ya kugawa chakula kwa wananchi wenye uhitaji mkubwa. Kwa wastani, watu wasiopungua 100 mpaka 200 hupata chakula kila siku, huku siku nyingine idadi hiyo ikizidi na kufika mpaka 300, hususan katika shule, vijiji na maeneo yenye mazingira magumu kiuchumi. Lengo la programu hii ni kuhakikisha hakuna mwananchi anayekosa mlo kutokana na hali ya umaskini. Namba 3, elimu ya watoto na malezi. Katika kutambua kuwa elimu ndiyo msingi wa maendeleo, Rajai Foundation imeanzisha kituo cha elimu ya awali, nursery school, pamoja na madarasa ya jioni kwa watoto wa shule za msingi ili kuwasaidia kuongeza uwezo wao wa kitaaluma. Namba 4, msaada wa mahitaji ya msingi. Kwa zaidi ya mwaka mmoja tangu kuanzishwa kwake, taasisi imekuwa ikiendesha programu endelevu ya kugawa mahitaji muhimu ya nyumbani kwa familia zenye uhitaji kama mchele, unga, sukari, mafuta ya kupikia, sabuni na mahitaji mengine muhimu ya kila siku. Programu hii imekuwa chanzo cha faraja na matumaini kwa mamia ya familia zinazokabiliwa na changamoto za maisha. Namba 5, kuboresha miundombinu ya elimu. Rajai Foundation imechangia kukarabati na kuboresha baadhi ya vituo vya elimu ili kuwapatia wanafunzi mazingira bora ya kujifunza, sambamba na kuunga mkono juhudi za serikali ya Muungano wa Tanzania katika kuboresha sekta ya elimu nchini. Namba 6, huduma kwa watu wenye ulemavu na yatima. Taasisi imeendelea kuwafikia watu wenye ulemavu pamoja na watoto yatima kwa kuwapatia vitu mbalimbali vya kujikimu au vifaa mbalimbali vya kujikimu na mahitaji muhimu yanayorahisisha maisha yao. Huduma hizi zimeendelea kurejesha matumaini kwa makundi maalum ambayo yanahitaji uangalizi mkubwa zaidi kutoka kwa jamii. Namba 7, program ya sadaka na ulishaji. Kupitia ushirikiano wa wahisani mbalimbali, Rajai Foundation ilikuwa ikiratibu zoezi la kuchinja wanyama kwa ajili ya sadaka na kugawa nyama kwa familia zenye uhitaji. Aidha, katika kipindi cha sikukuu ya Eidul Adha, taasisi hii imekuwa miongoni mwa wasimamizi wakuu wa zoezi la kuchinja kwa kushirikiana na wahisani kutoka ndani na nje ya Tanzania. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu, taasisi imefanikiwa kuratibu uchinjaji wa takriban ng'ombe 3000, mbuzi 1000, kondoo 1000. Nyama hizo zimewafikia maelfu ya wananchi yatima, wajane na familia zenye uhitaji katika maeneo mbalimbali nchini. Program endelevu za Rajai Foundation. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbali na mafanikio hayo, Rajai Foundation inaendelea kutekeleza program mbalimbali kila siku, zikiwemo kugawa chakula kwa wenye uhitaji, kugawa mahitaji ya msingi kwenye familia zenye changamoto, kufadhili elimu ya watoto, kuwasaidia yatima, wajane na watu wenye ulemavu, kuratibu miradi ya maji safi, kushirikiana na wahisani katika miradi ya maendeleo, kuhamasisha uzalendo, mshikamano na kujitolea katika kuijenga jamii pamoja na nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafanikio haya yametokana na ushirikiano mkubwa baina ya serikali, wahisani, wadau wa maendeleo, viongozi wa dini, wafanyakazi wa kujitolea na wananchi ambao wameendelea kuiamini na kuiunga mkono
taasisi yetu ya Rajai Foundation. Malengo ya sasa ya Rajai Foundation. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio tuliyoyapata, bado tuna ndoto kubwa ya kuendelea kuifikia jamii kwa huduma bora zaidi. Malengo ya muda mfupi. Katika kipindi kifupi kijacho, Rajai Foundation imejipangia kutekeleza malengo yafuatayo: moja, kufungua Rajai Online TV ili kuelimisha jamii kupitia vipindi vya elimu, afya, ustawi wa jamii, maadili, maendeleo ya vijana, wanawake na ujasiriamali. Namba mbili, kupanua huduma za uchimbaji wa visima katika maeneo mengi zaidi yenye changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama. Namba tatu, kuongeza idadi ya wanufaika wa programu za chakula na mahitaji ya msingi ili kuwafikia wananchi wengi zaidi wenye uhitaji. Namba nne, kuanzisha programu za mafunzo ya ujuzi na ujasiriamali kwa vijana na wanawake ili kuwajengea uwezo wa kujitegemea kiuchumi. Namba tano, kuimarisha ushirikiano na taasisi za serikali, sekta binafsi, mashirika ya ndani na ya kimataifa ili kuongeza wigo na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Malengo ya muda mrefu. Mheshimiwa mgeni rasmi, dira yetu ya muda mrefu ni kuona Rajai Foundation inakuwa taasisi yenye mchango mkubwa zaidi katika maendeleo ya taifa kupitia miradi mikubwa ya kijamii. Namba moja, kufungua kituo cha televisheni. Kupitia televisheni hii tutakuwa na uwezo wa kufikisha elimu, maadili, taarifa za maendeleo, kampeni za afya, uzalendo na fursa mbalimbali kwa mamilioni ya Watanzania kwa wakati mmoja. Tunaamini vyombo vya habari vina nafasi kubwa katika kuhamasisha maendeleo na kujenga jamii yenye maadili mema. Namba mbili, kujenga kituo cha kulea yatima. Lengo letu ni kuwapatia watoto yatima makazi salama, elimu, malezi bora, huduma za afya na mazingira yatakayowajengea maisha yenye matumaini. Namba tatu, kufungua kampuni itakayozalisha ajira kwa vijana. Kupitia kampuni hiyo tunatarajia kuwapa vijana nafasi za ajira, mafunzo ya kazi na kuwawezesha kujitegemea badala ya kutegemea ajira peke yake. Namba nne, kujenga hospitali kubwa ya kisasa. Hospitali hiyo itatoa huduma bora za afya kwa gharama nafuu na kusaidia kupunguza changamoto za upatikanaji wa huduma za matibabu kwa wananchi. Namba tano, kujenga shule. Kupitia mradi huu, Rajai Foundation itaendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika kuboresha sekta ya elimu kwa kujenga mazingira bora ya kujifunzia kwa watoto wa Kitanzania. Njia za kufikia malengo. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kufanikisha malengo hayo, taasisi imeweka mikakati mbalimbali ikiwemo kuendelea kutafuta wadau na wahisani wa ndani na nje ya nchi, kuimarisha ushirikiano na serikali katika ngazi zote, kuongeza uwazi na uwajibikaji katika utekelezaji wa miradi, kuendelea kuhamasisha wananchi kushiriki katika shughuli za maendeleo, kupanua vyanzo vya mapato vya taasisi ili kuhakikisha miradi inakuwa endelevu. Faida za kufikia malengo haya. Malengo haya yatakapotekelezwa, jamii itanufaika kwa kiwango kikubwa kupitia: kwanza, kuongezeka kwa upatikanaji wa elimu, huduma za afya, maji safi na huduma nyingine muhimu za kijamii. Pili, kuongezeka kwa ajira, ujasiriamali na kipato kwa vijana na wanawake, jambo litakalosaidia kupunguza umaskini. Jambo la tatu, kuongezeka kwa mshikamano wa jamii, matumaini, ustawi na wananchi kwa kasi ya maendeleo na kulifanya taifa kuwa na amani. Changamoto. Pamoja na mafanikio haya, taasisi bado inakabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo uhaba wa rasilimali fedha za kutekeleza miradi mikubwa, kuongezeka kwa mahitaji ya wananchi kuliko uwezo wa taasisi kuyahudumia, gharama kubwa za uendeshaji wa programu za kila siku, uhitaji wa vifaa, usafiri na miundombinu ya kuwafikisha
kuwafikishia huduma katika maeneo ya vijijini. Hata hivyo, changamoto hizi hazijawahi kutukatisha tamaa, badala yake zimetupa nguvu ya kuendelea kutafuta suluhisho kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Maombi yetu kwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Dr. Suleiman Jafo, kwa heshima kubwa tunakuomba uendelee kuwa balozi wa Rajai Foundation kwa kutuunganisha na taasisi, mashirika na wadau wa maendeleo wanaoweza kushirikiana nasi katika kutekeleza miradi yenye manufaa kwa jamii. Utupe ushauri na mwongozo utakaotusaidia kujenga taasisi hii iwe mfano wa uwajibikaji, uwazi na ubora katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Uhamasishe sekta binafsi, taasisi za umma na wadau mbalimbali kushirikiana nasi katika miradi ya maji, elimu, afya, ustawi wa jamii na uwezeshaji wa vijana na wanawake. Uendelee kututia moyo na kutuombea ili safari hii ya kuleta matumaini kwa jamii iweze kufanikiwa na kuwafikia Watanzania wengi zaidi. Tunaamini kuwa kwa ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi, wadau wa maendeleo na wananchi, tunaweza kujenga Tanzania yenye jamii, Tanzania yenye amani, yenye ustawi, usawa na maendeleo endelevu. Hitimisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya uongozi, wanachama, wafanyakazi wa Rajai Foundation, tunakushukuru kwa kukubali kuwa nasi katika hafla hii muhimu. Tunawashukuru pia viongozi wa serikali, washirika wa maendeleo, wahisani, taasisi mbalimbali na kila mmoja ambaye amekuwa kwa namna moja au nyingine ameunga mkono safari ya Rajai Foundation tangu kuanzishwa kwake. Tunawahakikishia kuwa tutaendelea kusimamia maadili, uwazi, uwajibikaji na uzalendo katika kutekeleza dhamira yetu ya kuitumikia jamii. Kwa pamoja tunaweza kuijenga Tanzania yenye matumaini makubwa pamoja na amani. Kauli mbiu yetu itaendelea kuwa tumaini kwa jamii. Asanteni kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu aibariki Tanzania, atubariki nasi. Mwenyezi Mungu aibariki Rajai Foundation.